Mipango ya Marekani ni kuigawanya Gaza, ni kuitengeneza Gaza kuwa upande wa Wapalestina na upande wa Wayahudi. Hii ni ripoti maalum ambayo pia iliandaliwa kupitia shirika la habari la Jerusalem Post. Maeneo ambayo majeshi ya Israel na kimataifa yatawekwa yatakuwa sehemu ya juhudi za ujenzi, wakati maeneo yaliyowekewa alama nyekundu kama mstari mwekundu hayatadhibitiwa na yeyote, yangebaki magofu na yatakuwa huru. Lakini mipango ya rais wa Marekani ni kwamba maeneo haya yatakuja kuwa sehemu katika maeneo ya Wayahudi wa Israel. Marekani imeripotiwa kufanya mipango ya mgawanyiko wa muda mrefu wa ukanda wa Gaza ambao utajumuisha kanda zinazodhibitiwa na Israel na jeshi la kimataifa, kulingana na gazeti la Washington Post la nchini Israel. Hata hivyo, kupitia gazeti la The Guardian lililoripoti siku ya Ijumaa, limenukuu nyaraka za mipango na vyanzo vya habari. Kanda za Israel na kimataifa zinazodhibitiwa zinaitwa kanda za kijani. Katika ripoti hiyo, zingekuwa mahali ambapo juhudi za ujenzi mpya zingezingatia na zitakuwa sehemu katika maeneo ya Wapalestina katika ukanda huo wa Gaza, wakati maeneo ya kanda nyekundu ambazo zitadhibitiwa na Israel zitakuwa sehemu ya Israel. Vikosi vya kijeshi vya kigeni vinaripotiwa kutumwa pamoja na IDF eneo la mashariki mwa Gaza, na eneo la Yellow Line likigawanya mahali ambapo ujenzi huo ungefanyika, kulingana na hati ya mipango ya jeshi la Marekani ambayo imeonekana kupitia gazeti la The Guardian na vyanzo vya habari juu ya mipango ya Amerika. Kwa kweli tungependa kufanya yote kuwa sawa, lakini hiyo ni matarajio, afisa wa Marekani ambaye hakutajwa jina lake kupitia gazeti la The Guardian alieleza. Amesema zaidi kwamba itachukua muda na haitakuwa rahisi. Kadri mambo yanavyoendelea na kuunda mazingira ya kuwa na maendeleo makubwa katika ujenzi mpya, utakuwa na raia wa Gaza wanaohamia huko wakianza kustawi, afisa huyo wa Marekani alisema. Watu watasema hey, hivyo tutataka hiyo, na kwa hivyo itabadilika katika mwelekeo huo huo. Kutakuwa na maeneo ambayo yatakuwa chini ya Israel. Hakuna aliyezungumza juu ya operesheni ya kijeshi. Hakutakuwa na operation za kijeshi, na tunaamini hivyo kwa sababu kutakuwa na jeshi ambalo litakuwa la kulinda amani. Mipango hiyo imeelezwa na baadhi ya wachambuzi, huku wakisema kwamba ni mipango ambayo itaendeleza mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati kati ya Wapalestina na Waisrael. Wachambuzi wa mambo wamepinga mipango hiyo, wakisema kwamba kuendelea kwa harakati hiyo ya mipango ya Marekani kutasababisha mzozo usioisha na mzozo wa milele kati ya Wapalestina na Waisrael. Mpango huo mpya wa Marekani unaripotiwa kuwa unakuja baada ya Marekani kuamua dhidi ya Jumuiya Mbadala za Usalama ASC, ambayo ingeshuhudia juhudi za mara kwa mara za kujenga upya katika ukanda wa Gaza, zikiwa zimetengwa na kuwatenga waliowaita magaidi kwa maana ya Hamas, lakini pia kutenga magaidi wajao katika siku za mbeleni. Hiyo ni taswira ya dhana ambayo ilitolewa wakati fulani, afisa huyo wa Marekani alisema, na tayari wamehama kutoka hapo. Mashirika ya kibinadamu yalikanusha siku ya Ijumaa kuambiwa kuhusu mabadiliko ya mipango hiyo. Gazeti la The Guardian limeripoti Marekani imekuwa wazi kwamba wanataka kuweka maono na sio kulipia, kilisema chanzo kimoja cha kidiplomasia, kikibaini kusita kwa Marekani kuchangia juhudi za ujenzi mpya. Hata hivyo, hati nyingine iliyopitiwa na jarida hilo ilieleza mipango ya kuvuka maeneo ambayo yangegawanya eneo linalodhibitiwa na Israel na linalodhibitiwa na Hamas, huku kundi la Hamas likionekana kujichimbia na kubaki na udhibiti wa eneo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo rais wa Marekani Donald Trump anayapanga, na namna ambavyo gazeti la The Guardian kama lilivyoripotiwa kupitia Jerusalem Post limeeleza wazi na kuweka mipango mipana juu ya kugawanya Gaza, upande kuwa sehemu ya jeshi la IDF ambapo itakuwa ni kama ni sehemu ya Wayahudi, na upande kuwa sehemu ya Bafa ambayo haitadhibitiwa, lakini pia eneo lingine litakalosalia litakuwa la Wapalestina ambao wapo katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.